Huyu ndo Nimrod. Nimrod alikuwa most powerful man. And then he was a black man because he is a son of Kushi. Huyu ni mtoto wa nani? Mtoto wa Kushi. Kushi katika mtiririko wa Bible uzao, Kushi ni mtoto wa Hamu. Sikia eh? Hamu ni mtoto wa Nuhu. Nuhu amezaliwa na mtu mmoja katika ukoo kutoka kwenda ukoo wa nani? Ukoo wa mtu mmoja anaitwa Seti. Seti wanasema katika Bible, story of Bible, kwamba Seti ni mtoto wa mwisho wa kiume wa Adam. Mtoto wa mwisho wa kiume wa Adam. Hizi ni kama mimi nasoma just story kwa sababu ninasoma ili ulimwengu ujue hivi vitu na ninawaambia. Kwa sababu ukiangalia katika Bible kuna jambo moja linashangaza. Tunasema hivi, baada ya Kaini kumuua nani? Baada ya Kaini tumewafanya anazuia madini vipi? Msikia bwana? Baada ya Kaini kumuua Habili. Kaini akabaki kuwa mtoto wa kipekee wa mzee nani? Kwa sababu tunaambiwa kwamba Adamu akamjua mkewe, akazaa watoto wangapi? Watoto wawili, Kaini na Habili. Habili wa pili, Kaini mkubwa. Kaini akamuua ndugu yake Habili, akaambiwa atapewa laana, naye atapigwa alama popote atakapoenda, atakuwa under check, yani anaangaliwa. Kwa hiyo atakayemuua Kaini naye atalipiwa 7 mara 70. 7 mara 70. Kwa hiyo Kaini akapewa alama, lakini akakimbilia katika nchi moja ya Nodi. Hapa nilipopata mshangao wangu. Kaini akaenda Nodi akazaa watoto na akapata mke. Duniani kulikuwa na watu Kaini na Habili, mama na Adam. Wangapi hao? 4. Lakini Kaini kawalaniwa na akakimbia katika nchi aliyozaliwa na baba yake, akaenda kaskazini katika nchi ya Nodi. Kwanza nchi ya Nodi alikuwa anamiliki nani? Na akakuta watu akapata mke. Wao watu walikuwa watu gani? Hapa ndipo alipojichanganya kwamba duniani Adamu yeye sio first man. Sio first man. Yaani tuko hivi, hii kitu bana ni history. Kwa hiyo mambo mengine mnaweza mkakama kuna nyewe wenyewe. Maana sisi hatupo hapa ku-criticize, tupo hapa kuelimisha, kutoa history. Kwa hiyo kama una jambo lako na hisi jambo liko tofauti, shuka hapo chini twende sawa. Sasa okay, kuna kitu kimoja nataka kujua. Hii wanasema kwamba nataka tuelezee kidogo.